ya atatupatia neema na kwamba kila mtu mahali atakuwa utatake advantage ya si lazima mtu aokoke aende church ambayo unaenda, but make sure you preach to someone mahali atataka na moyo wake utataka kuenda, pia mwongozo wa Roho Mtakatifu ataenda mahali ambapo Mungu anataka. Ni sawa sawa. So mwezi huu ni mwezi wa kuzaa matunda, and as you know, hivyo katika maisha yetu tunapokuwa fruitful katika mambo ya kiroho, tutakuwa fruitful kwa mambo mengine ya kiasili. Bwana asifiwe sana. So tunapoongea mambo ya fruitfulness ni general, but mahali ambapo tutashughulikia sana ni mahali pa soul winning. This month let us make sure tumeombana mtu, tumehubiria mtu, tumefanya evangelism. Na kuna njia nyingi za kuguza mioyo ya watu. Bwana asifiwe sana. Naomba ya kwamba mwezi huu tumakinike kila mmoja wetu kuhakikisha ya kwamba kuna nafsi ambayo imebadilika na ikaingia kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Yohana 15. Yohana 15. Yohana 15 na mstari wa 16. So John 15 and verse 16. So Yesu anaambia wanafunzi wake ya kwamba si nyinyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. So kuna kitu Jesus anataka ama message Jesus anatuletea siku ya leo, ambao kila mmoja wetu ni lazima amakinike nayo na uichukulie ni kama na kwamba ni wewe unazungumziwa, na ni lazima tutake initiative, lazima tujukumike, kwa sababu kila neno ambalo Mungu huachilia linakuaga na sababu. Kuna msukumo wa neno ambao unakujaga kukuelekeza ama kuelekeza mtu mahali. So mwezi huu tunaposhiriki hili neno, tunaomba kwamba Bwana atatusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba Bwana atatusaidia, atatutia nguvu, atatupatia neema. Bwana Yesu asifiwe. So sasa kawaambia ya kwamba si nyinyi mlionichagua, mbali ni mimi niliyowachagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikawaweka ili muweze kuzaa matunda. Sababu ya kuchaguliwa kwetu ilikuwa na sisi kama vile tulivyoitwa, na sisi tutafute wengine tumletee. Bwana Yesu asifiwe sana. So I was called, then I make others come. That is what we are calling discipleship. So it starts by bringing them first. Bwana Yesu asifiwe sana. We have a responsibility as Christians and believers. Wakati ambapo tuliokolewa, tuliitwa, tulichaguliwa, then tukapewa mandate, tukapewa kazi na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kazi ambayo tuliopewa ni ya kuzaa matunda. Kwa njia gani? Mimi niliokolewa. Wewe pia unastahili kujaribu na kuhakikisha ya kwamba kuna mtu anaokoka kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uhakikishe ya kwamba kuna mtu anaokoka kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to make sure that there is somebody that is coming to Jesus just as you came. So Jesus alifanya kitu ya kwanza,
kazi yake ilikuwa moja, kutusaidia sisi ili na sisi tuwe msaada kwa watu wengine. So haukuokolewa ikubenefit tu peke yako. Wokovu haikuwa tu ya kukaa wewe ukaage tu na usikikage na usikie vizuri kutoa ushuhuda peke yako. Haikuwa wewe ufurahiage peke yako. Hapana. Wokovu ilikuwa ya kukusaidia ili na wewe usaidie mtu mwingine ambaye bado amepotea katika dhambi. Niliwachagua na nikawaweka ili mzae matunda. Sasa kuna kitu ambacho iko hapo chini ambacho ningetaka pia tumakinike nayo. Nasema ya kwamba ili matunda yenu yapate kukaa. So after you have given birth or you have become productive, you know, you have become a minister, you have become a steward. Kuna watu ambao wako nyuma yako kama vile na sisi tunafuata Jesus. Kuna watu ambao na sisi wako nyuma yetu wanatuangalia. Biblia inasema ya kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu atawapea ama ili awapatie. So sisi wakati ambapo tutajukumika kwa kazi yetu, unajua hiyo pati ya nyuma hiyo watu wangetaka kila mmoja including me tungetaka sana itendeke kwanza. Hiyo pati hiyo ati kwamba kila kitu ambacho mtakachoomba kwa jina langu na Baba atawapea. Sasa tuanze na hiyo iko juu. Venye tu imepangwa ya kwamba sisi tufanye pati yetu. Ya kwamba sisi tuliitwa na sisi tuitane. Tulichaguliwa na sisi tuchaguane. Wanaweza sifiwe sana. So tukomboe watu kama vile sisi tulikombolewa. Then tukishafanya hivyo tutaqualify kuomba kwa jina la Baba atasikia. Kwa sababu gani? Tunatimiza hii agano, ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. So sisi nasema ya kwamba kuanzia 1 hiyo 15 kuanzia 1, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. So you see, sisi tunalinganishwa na miti ambayo iko kwa shamba. Wewe saizi Mungu akikuangalia haoni mti ambao hawezi zaa. Mungu hakukupanda tu hapo. Na tunaona kwamba kuna mahali ilifika alipokuwa akitembea akapata mzabibu, akifikiria kwamba atapata kitu akakosa. Akaulaani. So Mungu hafurahii kitu ambacho hakiongezeki. Mungu hafurahii. Mungu anatazamia wewe uite mtu mwingine akae kama wewe. Hiyo ndio furaha yake. Utakapomuita Baba ataitika. Anaweza sifiwe sana. So tuko na majukumu sisi venye tulivyo. Hailingani na miaka. Kila mtu ako na kiwango chake cha kuinfluence mtu mwingine. Unapoangaliwa na Mungu wewe anaona kama mtu ambaye umepandwa katika shamba. Na sasa hauko peke yako. You see Jesus ndio roots zake ziko ndani. Yeye ndiye ana produce food. The Holy Spirit is there. Yeye ndiye anatusaidia. Sasa sisi kazi yetu kwa sababu tumeunganika. Sisi ni branches. Huu mkono hauwezi fanya kila ambacho moyo wangu haujakubali. Bwana Yesu asifiwe sana. So sisi tumekuwa connected just like this hand venye imeconnectiwa na huu mwili mwingine. Hivyo ndivyo tulivyo. Sasa kazi yetu kwa sababu tunapata rotuba katika Yesu Kristo, anatulisha na neno lake na sisi tuzae matunda. Yeye ndiye mzabibu wa kweli. Baba yetu ndiye mkulima ambaye ni Mungu. Hapo nasema ya kwamba na nyinyi ni matawi. Sasa kazi ya matawi hawezi pata matunda imejisikilia huku side. Hapana, ni ngumu sana. Kila mti matunda yake inakuwa kwa majani. Hizo majani mingi, that is branches, hizo tu branches tudogo. Sasa na sisi tumeunganika hapo, wakati tuliokuwa tukaunganika, we were connected. Then our work is to bear fruits. Ngoja usikie tu kidogo hapo. So kila tawi ndani yangu
lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. So when you do evangelism, wakati ambapo kila wakati kazi yako ni kuhakikisha kwamba kuna mtu anabadilisha maisha yake, then maisha yako inaoshwa. Kuna vitu ambavyo unaondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu ambavyo zinatolewa ili maisha yako izidi na kung'aa na ili uzidi na kuzaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao unajua, kama kuna mtu unajua kwamba yeye ni evangelist, ambao unajua akikupata kwa barabara atakuombea, maisha yao inang'aa kila siku. Biblia inasema ya kwamba kubarikiwa ni miguu ambayo ipelekayo injili. Sasa na sisi kama maisha yetu ni lazima ing'ae, kama ni lazima kila kitu kuwe sawa katika maisha yetu, then there is one thing that we need to do. Now, we do pray. Prayers are good. We read the word, it is perfect. But kuna kitu moja tumeneglect. Almost every believer, part ya evangelism. Ni ngumu sana upatane na watu, hata wale ambao walikuwa wengi sana kwa matatu, wengi wao waliacha hiyo kazi, waliona haina faida. But Bible inasema ya kwamba tawi lolote ambalo huzaa inasafishwa, that is linaoshwa, then ili liweze kuzaa matunda mengi zaidi. Wale ambao mlikuwa na avocado nyumbani kwenu, wale ambao mlikuwa na miti ya gado, wale ambao mlikuwa na miti ya maembe, kulikuwa na wakati lazima branches zingine zingiondolewa ili ile ambayo ipate matunda quality. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kile ambacho tunahitaji leo first ni kwenda kufanywa pruning. Sasa tunastahili kwenda shule ya Roho Mtakatifu, atoe kitu yote, kama ni kauoga atolewe, ili ukipatana na mtu utamwambia Bwana asifiwe, na Mungu anakupenda sana, na kuna Mungu mbinguni, na kuna kuokoka, na wewe ni mmoja. Of course ukijua yeye hajaokoka, sababu lazima utajua. Bwana asifiwe sana. Hiyo kitu ni lazima leo tuombe Mungu atuondolee, because now we need, this is the high time that God has released his grace, ili tuweze kuongea na watu injili ya Bwana Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. There are times people used to carry Bibles, wakienda church ama wakienda mahali anaibeba hivyo. But nowadays kulikuja tu mifuko, kila mtu anakuwa ameseti Bible yake kwa mfuko, hata akitaka asijulikane anaenda sasa, anaweza sema nimefika na hapa, juu hataki ajulikane ameenda church. Sikilizo, umeenda wapi? Nimefika na hapa juu, nimeenda kusalimia madhe, ama nimeenda maybe but yeye anaenda church, hataki ajulikane. Ni kwa sababu kwanza kuna katawi kamoja ambako kanastahili kuoshwa kwanza. There are some things that should be removed first. Now we need to set ourselves as an example. Then we go out there and speak to people. And I pray that this is the grace that the Lord will release to us, ya kwamba mwezi huu hatutasikia aibu. Bwana asifiwe sana. Hatutasikia aibu na hatutaogopa. Jana nilijaribu sana, jana nilijaribu sana. Jana kuna kitu ambacho nilikuwa naongelelea juu yake. And na nikaona inaweza fanya kazi. Evangelism si mzito. Hapana. Na hata haihitaji tujipange sana. Wewe omba Roho Mtakatifu na ukuwe na neno ndani yako. You just speak to someone. Then akiuliza maswali mjibu kulingana na neno. Then huyo mtu atapata kubadilika. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio tumeitwa. In fact, the bigger mandate that you are given by Jesus or by God when you are saved is to make others disciples. Hiyo part tumeachilia kwa muda, watu wameachilia. Hatuoni haja ya kuizungumzia,
hatuoni haja ya kuiongea. Mimi nimeokoka na nimeokoka kivyangu, so mtu ako na maisha yake, naishi maisha yake. Sasa bado tumepoteza mwelekeo kidogo, but we are coming back because this time round God is reviving us again. Bwana asifiwe sana. Mungu ametufufua tena ili tuweze kufanya kazi tuliyoitiwa. Hizi vitu zingine unaona kama vile amesema ya kwamba wewe ukifanya part yako utaita Baba na Baba ataitika. When we do our part, that is preaching the good news, talking about Jesus to everyone that we meet. I tell you the truth, you will see what God can do. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So kaeni ndani yangu, nami ndani yenu. Kama vile tawi lisiloweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani yangu, ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Akae ndani yangu, sasa imerudiwa tena, nami ndani yake, huyo huzaa sana. Nami, okay, that is verse 5. Okay sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yateketee. Sasa sisi hatutakubali ya kwamba sisi hatutakuwa na faida katika huduma ambayo Mungu ametuita, ya kwamba sisi hatutakuwa na faida katika kazi ambayo Mungu ametuitia. Wake kwa waume tumeitwa na Mungu tumletee mazao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeitwa na Mungu tumletee mazao. The reason why you are called ni kwa sababu kuna mtu mahali anastahili, anagojea siku moja kupitia mbinu yoyote ambayo Mungu atakusaidia ya kwamba atamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huu ndio mwezi ule ambao Mungu ametuita sasa tuweze kuita wengine. Mungu anatutayarisha kila mmoja wetu, sababu uko na neema ambayo Mungu ameachilia katika maisha yako. Kuna neema ambayo Mungu ameachilia katika maisha yangu, ya kwamba hatutanyamaza tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaeneza injili, sababu hiyo ndio tuliitiwa. As we come here, as we said the other day, tunakuja kufuel. Sisi tunakuja kufuel, then tusema ya kwamba as you go there, then you give out. Sasa unakuja hapo, unatiwa nguvu, unatiwa makali. Unapotoka huko nje, you just release. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba hiyo neema ituangukie sisi wote siku ya leo. Ya kwamba leo kuanzia leo haitakuwa ngumu kutangaza Yesu ni Bwana. There's somebody who said ya kwamba yeye alikuwa na fundi kwake. So kuna kitu ambao alikuwa anataka atengenezee mahali, na pia stila kwa sababu kuna boma ingine alitaka pia aangalie. So wakaenda huko wakaangalia, then wakidrive ndio wakuje hapa, pengine akamuuliza, by the way, are you saved? Alikuwa anasema kwamba hata kama huyo fundi hakuokoka, kuna kitu alipanda ndani yake, because there are some words ambazo akakuwa na interest ya kumhubiria sana. So after wamekaa kandi, alimwambia kwamba mimi nilifurahi sana kupatana na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. I was so happy to meet with you, or to meet you. I was so happy. I pray that this month kuna mtu atasema, nashukuru Mungu nilikujua. Juu maisha yangu imebadilika. Because hata wewe ni mtu ulijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama si alisababisha uokoke, kuna mtu maybe alikuintroduce kwa church. Ukiwa tu ulivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukaenda na Mungu akakusaidia na akakuokoa, na mpaka
utaliokoka na mbinguni utaenda. Sasa na wewe hakikisha kuna mtu mwingine atafika mbinguni. Wanaweza sifiwe sana. Nayo hiyo itakuwa kwa mtu yeyote ambaye atakubali kutumika na Mungu sasa kuongea na watu. Ile neema Mungu anaachilia mwezi huu ni neema. Sasa tumekuwa na mwezi wa maombi, tumekuwa na mwezi wa imani, tumekuwa na mwezi wa kufanikiwa, tumekuwa na mwezi. We have all those months, but this month kama vile tulikuwa na mwezi mzuri wa maombi, kama vile tulikuwa na mwezi wetu wa prosper wa prosper, wa kuprosper. Pia this month let us take this thing with seriousness. Bwana asifiwe sana. Amen. So ukiuzia mtu hapo, namwambia nashukuru sana, wewe ni customer mzuri. Nilishukuru. There is somebody who called on ni mama tu anaweza itana hivyo. Na nikajua yeye ni pastor. Ninamjua ni pastor. So yeye alitaka kuna kitu ambacho alikuwa anataka kuulizia. So aliita huyo mama akamwita, "How are you beautiful?" Hiyo tu peke yake. Tena akamwambia kwamba I love your baby face. Na ni wamama wakubwa, si ati ni msichana mdogo anaambia hivyo. Ni mama, but kwa sababu kuna message alikuwa anataka kudrive. When you win someone, urafiki tu wa kawaida. Hii ingine ya kiroho ni rahisi sana. Maybe wale ambao tunachukia sana ndio nasaidia sisi ndio tuko na jibi yao. They are waiting for that day about tuambie sisi na wapenda. Waseme wow, I've been looking for that. Unaweza sifiwe sana. Tumepewa mandate kila mmoja wetu. Na tuko na uwezo kila mmoja wetu wa kuhakikisha kwamba mtu mwezi huu amebadilika. Atasema kwa uhakika, I met someone. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna huyu mama ambao tunasema anaitwa mama Msamaria. Kuna siku anaenda kushota maji, akakutana na Jesus pia kwa the same kisima. Na wakati alienda hapo akamsalimia, then akampa maji. Lakini mama akasema hapana, sisi hatuna uhusiano. Hivyo ndivyo mambo usipokuwa na grace. Because even those who hate you, they still need you. Wanaweza sifiwe sana. Wanazidi kujua Jesus hata ambao ni maadui wa juu sana, ambao maybe ungesema kulingana na wewe, maybe ndio watu ambao haupendi sana. Wewe ndiye Mungu atatumia. Na sasa ndio kila mmoja wetu leo tukubaliane ya kwamba tutakubali Mungu atutumie. Wanaweza sifiwe sana. Tutakubali Mungu atutumie. Kuna mtu hapo amegojea neno. Just talk to him, talk to her about this good news. Tell them to change their lives. Wanaweza sifiwe sana. Wasaidie kwa njia yote ambayo unaweza. Kwa sababu haukuitwa ili usifurahie tu maisha. Uliitwa na ili na wewe uwe msaada kwa mwingine. So Jesus kama alitaka tukae na yeye tungekaa na yeye tu, but yeye alitupatia kama manto. Akatuambia nimewaachia na nyinyi endeleeni. Continue with the gospel. Wanaweza sifiwe sana. So the power that you have is a great power. You need to utilize it. Unastahili kuitumia vizuri. Umepewa nguvu nyingi. Wewe si mtu wa kawaida. Hapana. Umepewa nguvu nyingi na Mungu. Na ndio unaitwa mwokovu, muaminio, Christian or believer. You belong to a great family that you need to make sure everybody is coming to it. Is becoming part of that family. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na jukumu kubwa ambalo lazima kila mmoja wetu akubali na aitike mwito. Genesis chapter 1 verse 28. Let's see the mandate that God gave us. Thank you, Lord Jesus. Okay, verse 26 nasema ya kwamba na Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu,
wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia. Hizo ni majukumu ambazo tu tulipewa wakati ambapo Mungu aliona ni vyema aumbe mwanadamu. So na akasema, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliwaumba, alimuumba mwanamume na mwanamke, akawaambia. Sasa hii ndio mandate ambayo tumepewa. Verse 28, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mtawale samaki wa baharini na ndege na whatever. But there is a point there that I want us to understand. Sisi tumepewa, tuko na uwezo wa kumultiply each and every day. This is our family. We have come together. We are in this family of God. We are given mandate to be fruitful, to produce people like us. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepewa mandate. So Mungu aliwaambia kwamba mkazane muijaze dunia. Now, what we are calling hiyo kupata zaidi mazao ama matunda is now what we are calling today, because it is a mandate ambao tulipewa uwezo, tukapewa mamlaka ya kupata zaidi. Sisi penye tuko saa hizi tuko na uwezo wa kuhakikisha kila mtu, if you decide like mwezi mmoja unaweza amua 30 people lazima waokoke. Unaweza amua na inawezekana. Every day unaombea mtu. Every day unahubiria mtu. Every day for 30 days. Kwa uwezo wa Mungu unaweza kuwa watu wameokoka watu 30. Na uko na uwezo because every day unapatana na watu. Tuseme the least kila siku mtu mmoja. Kila siku mtu mmoja. So by the end of the month utapata ya kwamba kuna watu 30 ambao wameokoka. Naomba kwamba hiyo neema ituangukie sisi wote siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitu ambacho tunadili nao ni roho wa uoga. Spirit of fear. Na shida watu watasema nini wakiniona nikianza kuambia hii maneno ya Yesu. Wataamini. Sasa si vile kama wataamini. Hapana. Aliyekupea nguvu na hekima ya kuongea na wao atawahimiza. You just do your part. Tell them about him. Bwana Yesu asifiwe sana. That is a mandate ambayo tulipewa. Tuko na uwezo wa ongezeko. Bwana Yesu asifiwe sana. So ya Kiingereza, that is why nataka kusema there is a power to multiply. Just see there. Kiswahili inaelezea tu mambo ya kuzaa matunda. But ya Kiingereza inasema there is multiplication. So you've been given power. That is then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Now we are fruitful. We must multiply. Bwana Yesu asifiwe sana. I am fruitful. You are fruitful. Now we need to multiply what we have. God has given us something great. That now we need to work on it. Bwana Yesu asifiwe sana. We need to work on it. Kila mmoja wetu ifanyie kazi. Ifanyie kazi. These are not the times ambazo kila mtu anasemaga mimi naendaga church na mimi nimeokoka na mimi huwa naomba na Mungu ananisikia, that is fine. No. These are the days now we need to talk to others.
because it has changed us, it will also change them. Bwana Yesu asifiwe sana. It has transformed us, it will also transform them. Genesis 48 verse 4. 48 verse 4. Kwanzia 3 nasema ya kwamba, then Jacob said to Joseph, God Almighty appeared to me at Luz in the land of Canaan and blessed me. So Mungu alinitokelezea. Mahali pote ambapo unasikia Mungu anakwanza anakuzungumzia kwa sababu ya mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. What we all get here is not for us. Hapana. Kile chote ambacho tunapata hapa si chetu. Ni kwa sababu kuna mtu mahali ambao anakugojea wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Even what God speaks to me is not for me. Though he speaks to all of us. But it is for someone else. And I pray that this day that all of us will be baptized with the spirit of giving out good news. That is sharing the good news. Sharing the gospel to other people in Jesus' name. So, verse 4, and said to me, behold, I will make you fruitful and multiply you. So, where there is fruitfulness, there is multiplication. So, we must multiply what we have. Because if you are fruitful, mbegu unapandaga moja. So, kila mbegu iko na uwezo wa kuzaa nyingi. Kila mbegu iko na uwezo wa kuzaa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mbegu moja hivi iko na uwezo wa kuzaa zaidi. Wewe uko na uwezo wa kuleta wengi. Si moja tu. Kulingana na wewe vile ulivyo na kulingana na kile ambacho unalishwa, wewe peke yako uko na uwezo wa kuleta wengi katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Usijidharau. You are able. Mungu ameweka kila rasilimali kwako ili uweze kuambia mwingine. Wakati ambapo kunakuwa na uhamasisho, tuseme kama wa elections. Unapata kwamba serikali inalipa watu wakuje waelekeze. Na mnaletewa example. Tunapewa ya kwamba karatasi itakuja inakaa hivi. So na hawa ndio watakuwa. So kama unapenda huyu na unapewa paka example hapo nje. So kuna makaratasi ambayo yamewekwa hapo kuonyesha mtu jinsi ukiingia ndani utakavyofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. The same wewe uko na manual ya kufanya mtu abadilishe maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko na manual. Wewe mwenyewe Mungu amekufacilitate. Uko na Bible. Uko na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why Mungu atahakikisha kwamba haujaenda njaa. Mungu atahakikisha kwamba amekupatia mavazi ili ukuwe kielelezo chema kwa wengine. Yaani mtu akikuona na kutamani tu. Lakini kama hatutakubali, then kuna vitu ambazo bado hatutawahi pata na hatutawahi furahia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So, Yakobo anasema ya kwamba Mungu alinitokelezea na akaniambia amenibariki. Kama vile ninavyosema leo. Because one thing God does is want to make sure ya kwamba umepumzika, uko na rest. So that uweze kueneza injili vizuri. Mungu atakufacilitate. Mungu atahakikisha kwamba uko sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atahakikisha kwamba kila kitu iko sawa. So akamwambia, I have blessed you and you will be fruitful and multiply
and I'll make you a multitude of people. Now you see giving birth ya watoto. Sijui kama mnashika sasa tofauti mahali iko. You will be a multitude of people. In other words, wewe mwenyewe utaleta wengine kama wewe ambao mtakuwa crowd kubwa. Mtakuwa multitude of people. So God will bless you, will make you fruitful, then he will multiply you in a way that you will be a multitude of people. So I pray that the Lord will baptize us with the spirit of being fruitful, giving gospel for free to people, just as we got it. So I'll make you a multitude of people and give this land to your descendants after you as an everlasting possession. So there is possession for preaching. Every soul that comes in the kingdom, there is possession for you. Kuna kitu ambacho lazima utamiliki. Wewe kuwa faithful. Ongea na mtu. Maisha yake ikibadilika, kuna kitu Mungu amekuwekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usiwaisahau ile ambayo tulianza nayo, kubarikiwa ni miguu ambayo ienezayo injili, ambayo ipelekayo habari njema. So if you desire, this is my line. Hapa ndipo Mungu mimi ameniita. Mimi watu wengine wakifanya kazi kanisani, wengine wakibarikiwa na njia zingine, mimi yangu. Although evangelism is for everyone. Bwana asifiwe sana. Kila mtu ameitwa mwinjilisti. Kama unafikiria kuna mwinjilisti as per se, specifically ya kwamba mtu ameitwa mwinjilisti, hakuna. Kila mtu ameitwa. Kama wewe ni disciple, you make a disciple. Bwana asifiwe sana. And therefore this month of August, we must be baptized. With the power to be witnesses. Acts chapter 1 verse 8. You shall receive power and you'll be my witnesses. Kila mahali. So, wakati ambapo umepata hiyo power ambayo tunasema ni blessings za Mungu. Kama vile Jacob aliambiwa, watoto wote wanaitwa basi. Bwana Yesu asifiwe sana. Makes you. When the power comes, makes you. So, kila ambacho unahitaji mwezi huu ni nguvu, ndio zinakufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. It is what transforms you. It gives you power. It gives you ability. Bwana Yesu asifiwe sana. So, anaambiwa kwamba I'll make you fruitful and multiply. You will be a multitude of people. Now we need now to work on that. Niko moja, but ndani yangu kuna uwezo wa kubadilisha wengi. Usahau ya kwamba wala ambao utawabadilisha, watabadilisha wengine. Hiyo ndio ambao tumeitiwa kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Amen. So we are called to call others. We are transformed to transform others. There is a mandate that God is putting on our lives today. That all of us must. Wanaweza sifiwe sana. We must believe God ya kwamba mwezi huu watu watabadilisha maisha yao. Mtu yote ambao tutakutana na yeye, I'll tell them. Wale ambao tuko shule, tuko na uwezo wa kutumia inaitwa CU. Yes, you can use that platform to transform people. One of the things about tulikuwa tunaogopa sana wakati ambapo tulikuwa shule ni venye watu watasema. And most unajua many of them comes and they tells you, and also kwa soko
Utashangaa sana ukienda kuanza kuhubiri. Utasema okay, ni kujifanya anajifanya. Wengine wanasema tumeona wengi. Yeah? But wacha wasemage ukiwa umefanya part yako. Wanaweza sifie sana. Amen. Juzi niliona watu wanaweza kukusikiliza. Kuna watu ambao walikuwa na kaspika kengine kakopaka na amp. So wakaweka nyimbo tu. Walikuwa wametoka mahali kwa service then wakapitia tu hapo town, so wakaweka nyimbo, wakaweka volume. So watu wakasimama wakaiangalia. So I say if only wamepata revelation wakati watu wamesimama wakianza kuhubiri, and within no time you could see how many people ambao wangekuja, na wengine hata kama mimi wanasema hivi, hata kama mtu hataokoka kuna mbegu umepanda. Wanaweza sifiwe sana. Naomba kwamba kila mmoja wetu Mungu atusaidie, atutie nguvu, atupatie hekima. Wanaweza sifiwe sana. Yes, because we are created with a purpose. Kila mmoja wetu ako na kusudi, na kusudi moja ni hiyo ya kufanya wengine kama sisi. Wanaweza sifiwe sana. So Jacob was told he will be made fruitful and multiply. Then he will become a multitude of people. So, and lastly, we see in the book of Exodus. Fruitfulness is everything. I tell you, tutamani tu kupata mazao ya kiroho. Mahali pote ambapo utaenda, tamani ya kwamba kuna watu ambao utabadilisha. Wanaweza sifiwe sana. Kuna watu ambao watatamani kukaa kama wewe. Of course sasa hiyo lazima ikuje tena na tabia zetu, na mienendo yetu, na misemo yetu lazima ziandamane na kile ambacho tunaambia. Tuseme kama vile Biblia inasema kwamba wengine wanahubiri maji lakini wao wanakunywa divai. So we must first of all be sure. That is why tumesema kwamba lazima tufike mahali pa pruning. Kila mtu aondolewe kile ambacho kinaweza sababisha mwingine asibadilike. Chochote ambacho mtu anaweza ona na aseme hata kama ni kuokoka, hiyo no. Unaweza sifiwe sana. We need to work on ourselves first. Then we go out. Hallelujah. Amen. So Exodus 1 verse 17. So these are the times ambazo Farao alikuwa amesema vijana wote wauawe, but the midwives discovered okay, but the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but saved the male and the female. Unaweza sifiwe sana. Yeah? Amen. Nagoja nikusikia mkiongea. Mimi nimenyamaza sana. So they saw it and they knew. Unaweza sifiwe sana. They were increasing and multiplying each and every day. So the more the king waited for them to waishe zaidi, ndivyo aligundua ya kwamba wanaendelea kuwa wengi. So that is when now they aliwaita. Wanaweza sifiwe sana. Because you see, God, where there is multiplication and where there is fruitfulness, hakuna kitu kinaweza simamisha ongezeko. Wanaweza sifiwe sana. Na hiyo ndio kitu ambao sisi watu tunastahili kupigania mwezi huu. Ya kwamba ni lazima kuna mtu ataongezeka katika ufalme. Wanaweza sifiwe sana. Kuna mtu ataongezeka katika ufalme. You don't see someone kulingana na vile alivyo sahihi. Muangalie na macho ya kwamba huyu mtu anaweza badilika. There was Paul. Paul wakati alikuwa anaitwa Saul. Na maisha yake ilipatana tu na mtu. Wanaweza sifiwe sana. Hata wale ambao wanasemaga wanagojea Mungu.
they may not necessarily meet with God, they will meet with the people. So ukisikia mtu anakwambia unajua sasa mimi nagojeaga Mungu, mwambie Mungu hakuna wakati atakuja. Mungu anatumia watu kama sisi, na ndio sasa nimekuja na Mungu ako na mimi. So kama unagojea hii ndio wakati. Unaweza sifiwe sana. Yes, because God is in me and I in him. Then if you've been waiting for God, then he is here together with us. Sasa hiyo jibu unastahili kupeana leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. You are loaded and we are loaded. Now we need to strengthen ourselves. We need to get that power to share the gospel. Utaona venye unaweza kuwa na uwezo. If people recognize and realize that God is there together with them, they can give a room. And I pray that God will help us in everything that we are doing, and this month will be a transforming month in Jesus' name. Amen. I pray that you receive that grace to transform people. You receive that grace to transform people, to change the lives of people. Wherever you are, it doesn't matter what people will say. My prayer is one: be a life changer. Be a transformer. Be a transformer. Transformer transforms the power, the retro power that it has. It transforms, it magnifies, it multiplies. Now, be a transformer. Let many people be transformed through you. Whatever line that you are in, change the lives of people. If you are a teacher, as you teach the people, change their lives. Introduce Jesus in your teaching. If you are a doctor, as you do medication to your people, make sure you are transforming lives in their lives. Teach them as you treat them. Let them know that there is God who heals. Whatever professional you are in, use it to change a life this month in Jesus' name. You are loaded to change. You are a minister of the gospel. It is not title. It is the person and the heart and the spirit that you have. God will use you in a mighty way in the name of Jesus. Take this initiative. From today, be a transformer. And God bless you. God do you good in Jesus' name.